wa mapepo. Sema amen. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa na makusudi na mwanadamu, na katika mwanadamu akapatikana mwanadamu akajazwa nguvu, akazaliwa mtoto ambaye ndio Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sema amen. Hebu mpigie Mungu kwa uwezo alionao. Leo hii watu wanamtafakari Mungu, wanaanza wanajua Mungu kama alizaa mtoto, mke wake ni nani? Na maana Mungu anaoa, ina maana akili yake ni tope. Ameanza kumtafakari Mungu kwa ufahamu wa kibinadamu. Usimtafakari Mungu katika fahamu za kibinadamu, mtafakari Mungu katika ukuu wake. Sema amen. Kwamba yeye kama aliposema wawepo wanyama, wakawepo wanyama kwa kutamka neno, wakawepo wanyama. Yeye kama alivyosema wawepo ndege wa kila aina na kila rangi, wakawepo kwa kutamka tu akafanya. Atashindwaje kumtafuta mwanadamu ambaye hana mme, au ni binti ambaye hajaolewa, akamtia uwezo akazaa mtoto, naye atakuwa ni mamlaka ya Mungu? Atashindwaje? Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, Mungu anaweza mambo yote. Na kama anaweza mambo yote, ndiyo sasa unatakiwa usimtafakari kwa staili ya kibinadamu. Na ndiyo maana anasema hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Ni sawa. Hapa mimi nilipo nimekamilika. Ninaitwa Mchungaji William, lakini ndani mwangu nina roho, ndani mwangu ninaonekana nina nafsi. Lakini sasa kama nina mamlaka yote ya kufanya jambo lolote, nina uwezo wa kutoa roho alafu nikaivika mwili. Hayo ndio Mungu aliyoyafanya. Lakini wakati ninafanya, roho ikiwa ndani mwangu, na huyo roho ndio nimemtoa akavaa mwili. Lakini wakati iko ndani mwangu, huyo ndio aliyetenda. Na ndio maana neno ndiye aliyefanya vitu vyote ambavyo neno lilitamka. Iwepo anga, neno lilitamka. Wawepo wanyama, neno lilitamka. Huyo neno Mungu akampa, akamtia nguvu, akampa uwezo. Huyo neno akavaa mwili wa mwanadamu ambaye ni Yesu Kristo. Sema amen. Kwa hiyo Mungu akabaki kama Mungu, na neno naye akabaki kuwa neno, ambaye sasa akabadilishwa akawa ni mwanadamu aliye hai, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sema amen. Mwambie jirani yako, Mungu ni muweza wa mambo yote. Kwa hiyo ukimtafakari vingine utakuwa umemkosea sana. Naomba nisome Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia katika uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Roho ya Mungu ikatulia katika vilindi vya maji. Alafu Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Mungu akaona ni njema. Kwa hiyo aliyefusika mambo yote ni Mungu, lakini anayesema ni neno. Sema amen. Lakini anayehusika ni Mungu, kwa sababu vyote vilikuwa vinapatikana kwa yeye ambaye aliye ni Mungu. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Jipigie makofi kwa kumjua Mungu, kwa kuendelea kumjua Mungu. Leo watu hawamjui Mungu, na ndio maana hawana uzima wa milele. Usipomjua Mungu, madhara yake ni makubwa. Usipomjua Yesu, madhara yake ni makubwa. Na usipomjua Shetani ambaye ndio malaika, maana nimetamka tu malaika. Hasa malaika ndipo anakuja kupatikana na Shetani. Kwa hiyo usipomjua malaika, madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo ukimjua Mungu, ukamjua Yesu, ukamjua malaika, ukamjua mwanadamu, ukombozi wako unakuwa wa milele. Sema amen. Unakuwa umepata kitu cha thamani katika maisha yako, na Mungu akubariki sana. Anasema Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa